Naitwa Lwaga Mwambande, mkuu wa kitengo cha uhusiano wa umma na mawasiliano wa Bodi ya Bima ya Amana. Bodi ya Bima ya Amana, kauli yetu ni kwamba tunakinga amana yako. Leo hii tupo katika mkoa wa Singida, katika manispaa ya Singida, ambapo tumepata nafasi ya kukutana na wajasiriamali wakiwepo kina mama, kina baba na vijana. Na ujumbe wetu kwao ni umuhimu wa wao kutumia huduma za kibenki, kufungua akaunti benki, wakiwa na uhakika kwamba wanapofungua tu akaunti benki basi amana zao zimekingwa, kwa sababu ni wajibu wa Bodi ya Bima ya Amana kukinga amana za wananchi wanaofungua akaunti zao katika benki na taasisi za fedha ambazo zina leseni ya Benki Kuu ya Tanzania. Pamoja na kukinga amana za wananchi, pia jukumu lingine la Bodi ya Bima ya Amana na ambalo tunalitekeleza sasa ni la ufilisi. Benki inapofungwa au kufutiwa leseni na Benki Kuu ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania ina wajibu pia wa kuteua mfilisi wa ile benki. Na katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, kila wakati ambapo benki inakufa, basi Benki Kuu imekuwa inaiteua Bodi ya Bima ya Amana kama mfilisi. Kwa sasa tunaendelea na ufilisi wa benki 9. Kati ya hizo benki 2, benki ya Greenland Bank na Delphis Bank, hizo zilifutiwa leseni au zilikufa kati ya mwaka 2000 na mwaka 2003, na ufilisi wake uko katika hatua za mwisho kabisa. Lakini pia Bodi ya Bima ya Amana inaendelea na ufilisi wa benki na taasisi za fedha zingine 7 ambazo ni FBME na nyingine ni Meru Community Bank, Njombe Community Bank, Mbinga Community Bank, Kagera Farmers Cooperative Bank, Efata Bank na Covenant Bank. Hizi benki 7 zilifutiwa leseni zao kati ya mwaka 2017 na 2018, na zoezi la ufilisi liko katika hatua mbalimbali kwa kila benki. Kuna zingine ambazo wale wateja wake wameshalipwa 100% ya fedha zao, na taasisi hiyo ni kama Njombe Community Bank, wateja wale wa amana zao wameshalipwa 100%, lakini benki ya FBME wameshalipwa, malipo yameshatolewa mpaka 85% ya fedha za walizokuwa nazo, zaidi ya kiwango kile kinachokingwa na Bodi ya Bima Amana. Kwa hizi benki zingine, viwango vya fedha ambavyo wateja wake wamelipwa viko katika hatua mbalimbali, na zoezi linaendelea. Wakati mwingine linachelewa kidogo kutokana na mikataba ambayo wale waliokuwa wateja wa hizo benki walikuwa na benki zao, lakini pia kuna masuala ya kesi za mahakamani ambazo kama kuna kesi hatuwezi tukaendelea na kukusanya mali za ufilisi. Tunasubiri mpaka kesi iamuliwe ndipo tuendelee kuchukua hatua za kuwalipa wale wateja. Mimi naitwa Bora Lemi au Anti Bora, ni mkazi wa Singida. Nimefaidika na vingi kwa sababu kwanza mwanzoni nilijichanganya, sikuelewa. Nikawa najiuliza sasa wanatuambia sisi kuhusu uaminifu wa benki, kitu gani kinatusaidia sisi? Lakini baadaye nilielewa kumbe nia ni kwamba tayari wanatushawishi tuweke hela benki badala ya kuweka nyumbani, kwa sababu sehemu ya benki ni sehemu salama, na hata benki ikifirisika tayari wao ni wadhamini ambao watalipa hela zetu bila kujali chochote. Kwa hiyo wao kupitia serikali kuwaweka, tunanufaika na kutokuwa na wasiwasi na mabenki. Kwa hiyo benki ni sehemu salama. Baada ya semina leo tumeelewa hivyo. Umezungumziaje kuhusu nyewe wajasiriamali vile vikoba? Nani? Mnapoweka mkono wa kulia, mnapoweka yote miwili, watu wa vikoba wanaoweka hela kwenye vibox, hilo mmezungumziaje? Sio salama. Kuna watu wamepigwa mpaka milioni 28. Mtu anaondoka na wale wanaweka hela kwenye viboksi leo hii wamepata ufumbuzi.
wameshauriwa na kushawishiwa waweke benki ni sehemu salama, kwa sababu ikiungua benki hela ziko, ikifirisika hela ziko. Kwa hiyo ni sehemu salama. Tumefurahi kujua hilo na tunaenda kulifanyia kazi. Wala vikoba wameathirika vipi? Wengine wamepigwa hela, walishaitokea? Wamepigwa sana tu, sana. Kuna mtu kuna kikundi kimepigwa milioni 28 na huyo mtu kakimbia mpaka leo. Huu mtindo wa kuweka hela alafu mtu anakaa nazo nyumbani, kwa kweli si sehemu salama. Nashauri nini? Nashauri watu wote waweke hela benki, kwa sababu benki ni sehemu salama. Kupitia bodi ya bima ya amana tumeona tuko salama, kwa kuwa tayari tumesema kwamba benki ikiungua hela yangu ipo, benki ikifirisika hela yangu ipo, benki ikifanya chochote hela yangu ipo. Benki ni sehemu salama. Kwangu mimi sitoki na nitaendelea kushawishi wengine ili wawe hapo. Mimi naitwa Happiness Francis, ni mratibu wa vikundi vya kuweka na kukopa hapa Singida kwa maana ya vikoba, lakini pia ni mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Nimefurahi sana siku ya leo kwa kutembelewa na watu wa bodi ya bima ya amana, kwa kuwa wamekuja wakati muafaka, kwa kuwa wamewezesha uhamasishaji wa wanakikundi wetu kuhusu matumizi ya benki, na hii itasaidia vikundi vyetu hivi vya kuweka na kukopa kuweza kutumia mabenki yetu ipasavyo, kwa kuwa benki ni mahali salama pa kuwekeza amana zao, kwamba hata ikitokea wamekusanya fedha zao wasitunze kwenye masanduku, badala yake wawekeze kwenye mabenki yetu, kwani ni mahali salama, na hii bodi ya bima ya amana inakinga, kwa hiyo fedha zao zitakuwa salama. Wao ukiwa kama kiongozi hasa wa vikoba, unawaambia nini wana vikoba kuhusiana na tabia kutunza fedha kwenye maboksi? Ninachoweza kuwaambia wanavikoba waachane kabisa na dhana hiyo ya utunzaji wa fedha kwenye masanduku, sio salama. Watumie benki zetu, kwani benki zetu ni mahali salama pa kutunza pesa zao, na hata benki hiyo ikifilisika wana uhakika wa kupata fedha yao kupitia bodi hii ya bima ya amana. Kwa majina naitwa Glory Mhina, mkazi wa Singida, najihusisha na ufugaji na muuzaji wa pembejeo. Tunashukuru bodi ya amana kuja kututembelea, kutupa elimu. Sisi kama wanawake kwa kweli tutaachana na kuweka hela kwenye vikundi, kuweka kwenye maboksi. Tutaanza kuweka hela zetu benki kwa elimu kubwa waliotupatia, lakini pia tutaanza kununua hisa kwenye mabenki. Tunashukuru sana.